Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, kwa majina naitwa Mwalimu Lazaro Laurent Kiguja. Ndiye niliyesimama mbele yenu. Kwa wageni wanaweza kuwa hawanifahamu. Ni muumini wa mahali hapa. Asubuhi ya leo imempendeza Mungu kujifunza somo lijulikanalo kama nani anayefaa kuwa raia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nani afaaye kuwa raia katika ufalme wa Mungu? Ndiyo somo letu la leo. Niombe kila mmoja awe na kiu ya kulifahamu somo hili, kwani ndiyo linalotupa kibali cha kuitwa raia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Raia ni nani? Raia ni nani? Kila mmoja amekuwa akisikia neno raia. Mimi ni raia wa Tanzania. Yupo raia wa Burundi, yupo raia wa Rwanda, yupo raia wa Kongo na nchi mbalimbali. Sasa unapokuwa kanisani katika utukufu wa Mungu Jumapili ya leo, wewe ni raia katika ufalme wa Mungu. Je, ni nani? Huyu raia ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Neno raia ni mtu anayeishi katika nchi fulani na kuwa na haki zote kama mzalendo wa nchi yake. Hiyo ndo maana ya raia. Ni mtu anayeishi katika nchi fulani na kuwa na haki zote kama mzalendo wa nchi yake. Unapokuwa mzalendo ina maana ya wewe kuwa na uwezo wa kuifia nchi yako katika kutetea, kupambana na wale wote ambao watakwenda kupoteza amani katika nchi unayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo unapoitwa raia, una haki zote. Unapaswa kuitetea, unapaswa kuifia, unapaswa kuipambania nchi yako. Vivyo hivyo, raia wa mbinguni ni nani? Huyu raia ambaye anapata neema ya kuwa katika nchi ya ufalme wa Mungu ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia Kumbukumbu la Torati 8:1, msomaji. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari ule wa kwanza. Anasema, amri hii ninayowapa na kuitenda itawapa haki ya kuingia katika ufalme. Amri hiyo anayotuamuru, tukiitenda tunapata mamlaka ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Nchi aliyoisema katika Kumbukumbu la Torati 8:1, ambapo nchi yetu ambayo sisi wa Kristo tulioamini, maana yake ni kurithi ufalme wa mbingu. Kwa hiyo kwa misingi ya Biblia tunaona raia ni nani? Ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo na kuzishika amri zake na kutenda yale ambayo yatamfanya aweze kurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Ni mtu yeyote aliyemwamini Yesu Kristo na kuzishika amri zake na kutenda yale ambayo yatamfanya aweze kurithi ufalme wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Tunapata kujua kwamba hauwezi kuurithi ufalme wa Mungu, huwezi kuingia kwenye uzima wa milele kama hutomwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajua sifa ya kwanza, umwamini Yesu Kristo. Sifa ya pili ni kuzishika amri zake na kutenda yale ya kupasayo kutenda kwa uaminifu, ili uweze kurithi ufalme wa mbingu au wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoanza kutazama kwa makini raia huyu wa mbinguni, tunamwona mhubiri aliyehubiri mlimani alitumia neno liitwalo heri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake neno heri ndilo linatupa sifa, ndilo linatupa tabia za huyu raia katika kurithi ufalme wa Mungu.
Alitumia neno, watu wa Mungu, alitumia neno gani? Heri. Neno heri ndo linajaa sifa za huyu raia atakayeurithi ufalme wa Mungu. Tusome Mathayo 5:3-12. 3:12 anasema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri nyinyi watakapowashutumu kwa kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii wakubwa kabla yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaona Mathayo 5:3-12, mhubiri ambaye ni Yesu Kristo akihubiri kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitumia neno heri. Kumbe katika heri kuna kuurithi ufalme wa mbingu. Katika heri kuna kuingia mbinguni, kwenda kufurahi na Baba yetu. Na kwa sababu yeye alisema, ninakwenda mbinguni kuandalia makao, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Neno heri lina maana gani? Katika Biblia neno heri lina maana ya baraka kuu au furaha ya juu kabisa itokanayo na kumtii Mungu. Amen. Baraka kuu au furaha ya juu kabisa inayotokana na kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ukishika neno heri, wewe utakuwa ni mtu wa baraka kuu, kwa sababu utamtii Mungu, na kumtii Mungu ni kufuata yote aliyoyaagiza. Utakuwa ni wa furaha ya juu kabisa, na kama utakuwa ni wa furaha ya juu kabisa, hakuna kitu chochote ambacho kitakuhuzunisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wale wenye sifa katika heri ndio watakuwa raia wa kweli wa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kwa nini heri? Ukiwa na heri katika maisha yako, utakuwa na baraka, tumeona, na utakuwa na furaha katika maisha na kurithi ufalme wa mbingu. Mtu anaweza kuwa maskini wa roho. Tumesoma ile Mathayo, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa maskini wa roho, lakini hushindi kutafuta haki. Ule ufalme wa mbinguni tulioahidiwa, tulio maskini wa roho, tutauona, hatutouona kama tutapokuwa maskini wa roho, hushindi haki. Unaweza kuwa mwenye kuomboleza, lakini usiwe na moyo safi. Unaweza kuwa mpole, lakini sio mleta amani. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuteswa, lakini si kwa ajili ya haki. Kuna watu wanateswa na mizimu yao. Kuna watu wanateswa na maagano waliojiwekea na mizimu yao. Sasa kama utateswa kwa njia hiyo, hiyo sio haki mbele za Mungu. Kwa hiyo unapopata kusikia somo hili, mtumishi wa Mungu, shika neno heri, kwa sababu ndilo linatupa sifa na kibali cha kurithi ufalme wa mbingu. Ukipitia Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 11, zimetajwa sifa mbalimbali. Huo aliyepapata tusomee Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 5-11. Petro wa pili sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5 hadi 11, maandiko yanasema, naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu,
tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendo wa ndugu, na katika upendo wa ndugu upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyokuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo mtumishi. Amen. Maana yeye asiye na hayo ni kipofu na wala hatuweza kuona mbali. Lakini katika maneno yote hayo anasema, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu kuweni na maarifa. Bwana asifiwe sana. Inatakiwa tutie wema, tuwe na maarifa. Lakini pia alitumia neno, tumesikia saburi. Saburi lina maana gani mbele za Mungu? Lina maana gani katika Biblia? Neno saburi ni neno la Kiebrania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambalo maana yake ni limejawa na sifa ya uvumilivu, Yes. ustahimilivu, Yes. kujitahidi kwa bidii katika imani ili kuendelea kukua kiroho na kuishi maisha yenye tija mbele za Mungu. Amen. Ili kuurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Kwa tunaona maandiko haya yanataja sifa mbalimbali za huyu raia atakayeurithi ufalme wa Mungu, ambayo ndiyo nchi yetu ya ahadi, watakatifu tutakao kwenda kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ili ufike kule unahitaji sifa zipi, au inahitaji uwe na tabia zipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuliona wao walio maskini wa roho ndiyo sifa ya kwanza, ndiyo tabia ya kwanza ambayo unaweza kujitathmini wewe umaskini wa roho. Kuwa maskini wa roho maana yake nini? Kuwa mnyenyekevu, kutambua dhambi zako, lakini kutambua uhitaji wako mbele za Mungu. Ndiyo maskini wa roho. Mnyenyekevu, unazijutia dhambi zako. Je, unamhitaji Mungu? Una kiu ya kuhitaji neno la Mungu? Una kiu ya kutaka neno la Mungu likubadilishe? Bwana asifiwe sana. Amen. Wao walio maskini wa roho, Mungu anasema ndio watakaourithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukipitia maneno ya Mungu katika kitabu cha Luka mtakatifu 18:13, kuna mtoza ushuru yule, yeye alikuwa mtoza ushuru na mfarisayo. Hawa walikuwa wanakwenda hekaruni kwa ajili ya kumwomba Mungu, kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Mtoza ushuru aliishia mbali kabisa, aliogopa kuisogelea hekalu, kuisogelea madhabahu. Akajipiga kifuani, akasema, mimi ni mkosefu mbele zako, sistahili kufika hata mahala pale. Bwana asifiwe sana. Manake nini? Inatuonyesha alijutia dhambi zake, alitambua makosa yake. Lakini mfarisayo alikwenda hekaluni na kusema, mimi natenda haki, sio mnyang'anyi. Manake alijipa haki. Biblia inatuambia yule alikuwa ni mwenye kiburi, hakuwa maskini wa roho. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusomee ile Luka 18:13. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake. Yule mtoza ushuru alisimama mbali na hakuthubutu hata kuinua macho yake. Hakuthubutu kuinua macho yake mbinguni. Amen. Bali
alijipiga kifuani bali akisema, alijipiga kifuani akisemaje? Mungu, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Na yes, 14 anaendelea anasema, au nishia hapa? Okay. Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wa Mungu, ni wangapi tumekuwa tukijutia dhambi zetu? Ni wangapi tumekuwa tukijutia makosa yetu? Katika hali ya kawaida mtu anafanya makosa lakini bado ana furaha, anacheka. Unajutia dhambi zako? Unajutia makosa yako? Haya ndiyo yanatufanya sisi kuwa maskini wa roho, kuwa wanyenyekevu, kujutia dhambi zetu, kutambua makosa yetu, na sisi kuwa na uhitaji wa kujua maneno ya Mungu ili tuweze kurithi ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Heri walio maskini wa roho, maana hao ndio watakaorithi ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ukiangalia, tusome Mfarisayo sura ile ya 18, ile 18, nenda mstari wa 9 na 14. Ukisoma mstari wa 9 hadi wa 14. Mstari wa 9 cha Luka hiyo sio? Anasema, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Amina. Wakiwadharau wengine wote. Watu waliojikinai na kujifanya wao ndo wenye haki na kuwadharau watu wengine. Tuendelee. Anaendelea mstari wa 10 anasema, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Ndio. Mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Ndio. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi. Yule Farisayo alisimama akiomba hivi. Tusikie maombi yake. Alisimama akaomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiangalia huyu Mfarisayo alijipa haki mbele za Mungu. Biblia inatuambia huyu hakuwa maskini wa roho. Je, wewe wawezaje kumhukumu mtu mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa watu wa Mungu, Mungu huwakaribia sana watu walio maskini wa roho. Mungu hutembea na wale walio maskini wa roho. Ukiwa maskini wa roho, utaurithi ufalme wa mbingu, kwa sababu utajutia makosa yako, utajutia dhambi zako, utajutia yote ambayo ulioyafanya yakiwa hayatendi haki mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma Isaya 57 mstari wa 15, msomaji. Isaya 57. Mungu huwakaribia sana watu walio maskini wa roho. Isaya 57. Amina. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho aliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifuata roho za wanyenyekevu, na kuifufua mioyo ya waliotubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mtu wa Mungu, sifa hii ya kwanza ya kuwa maskini wa roho ndiyo sifa inayotupa kibali cha kuurithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Amen. Sifa ya pili ni watu au wale wanaoomboleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale wanaoomboleza. Kuomboleza tunajua ni kuwa na huzuni, si ndio? Yes. Si ndio watu wa Mungu? Ni kuwa na huzuni. Mara nyingi tumezoea kama mpendwa wetu
amevunwa, tumekuwa tukiweka maombolezo, si ndio? Sasa kumbe kuomboleza ni kuwa na huzuni. Huzuni ya namna gani? Je, ni kila mwenye huzuni anaomboleza mbele za Mungu? Wasifiwe sana. Kila mwenye huzuni mbele za Mungu anaomboleza? Ni huzuni gani Mungu anaisema? Huomboleza kwa huzuni ya kawaida, bali kwa ajili ya dhambi zao. Ni wale tu wanaomboleza kwa huzuni isiyo ya kawaida, bali ni kwa dhambi zao. Hii pia hutokea baada ya kuwa maskini wa roho. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tumesema sifa hizi, tabia hizi zinategemeana. Ni maskini wa roho ndio. Je, unaomboleza dhambi zako? Wewe ni muombolezaji wa dhambi zako? Tabia hii tunaisoma kutoka katika kitabu cha Zaburi 51:3 mpaka 4. Maana nimejua mimi makosa yangu. Yes. Na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikanaye kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko haya matakatifu yanatuonyesha mtu ambaye anaomboleza katika dhambi zake, kuyatambua makosa yake na kutambua dhambi zake, na kuwa mtulivu kutafuta uso wa Mungu, akiwa anatubu na kujutia makosa aliyoyafanya. Yesu asifiwe sana. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wangapi wanafanya maovu lakini hawajutii maovu yao? Wangapi wanafanya maovu yao, dhambi zao, lakini bado wanaona ni fahari, ni furaha machoni pa Mungu? Mtu wa Mungu, hii ni tabia au sifa ya raia anayetegemewa kurithi ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya tatu ni mtu au watu wenye upole. Watu wenye upole. Heri walio wapole. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa neno hili tunaupata Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 3 mpaka 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wenye upole. Ni upole upi? Je, ni kila mpole anastahili kuwa raia katika ufalme wa mbingu? Je, ni kila mpole ataurithi ufalme wa mbingu? Wangapi ni wapole, wanaishi kwa manunguniko, makwazo, wanawakwaza wenzao? Upole unaosemwa hapa, ambao raia huyu wa mbinguni anapaswa kuwa nao, ni ule unaotuonyesha unyenyekevu, mtu asiye mkali, asiye mkatili, aliye mtulivu pia, ambaye yuko tayari kuumia yeye kuliko kuwaumiza wengine. Unaweza kuwa mpole, maskini ya Mungu, umekuwa ukiumiza watu kwa upole wako. Je, uko tayari kuumia wewe au uumize wengine? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona mfano Musa tunafahamu ndiye aliyeokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuwa na nguvu na akawa mjasiri, lakini Biblia inasema
alikuwa mpole na mnyenyekevu. Na ilifikia mahala alionyesha ukali kabisa. Na inawezekana watu walimtafsiri tofauti sana. Alionyesha ukali wakati gani? Wakati akiwa anatoka mlima wa Sinai, anawakuta Waisraeli wakiwa wamejifanyia sanamu ya kuchonga. Tena Biblia inamtaja kuwa ni ng'ombe wa dhahabu. Alikasirika na kuchukua yule ng'ombe akachoma moto, majivu yake akawanywesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ilipasa kumtafsiri kwamba huyu alikuwa ni mtu mkali, alikuwa ni mtu wa ajabu, pengine hakustahili, aliwaumiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini bado alitajwa kama mtu mpole na mwenye unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msomaji, tusomee Kutoka 32:19-20. Kutoka sura ya 32 mstari wa 19 hadi wa 20. Kutoka sura ya 32 mstari wa 19 hadi 20, Biblia inasema, nasemaje? Hata alipokaribia malango akaiona ile ndama. Hata alipokaribia malango akaiona ile ndama, ambayo ndio wana wale wa Israeli walikuwa wanaitumia ile ndama kama mungu wao. Na ile michezo, ndio hasira ya Musa ikawaka. Hasira ya Musa ikawaka. Akazitupa zile mbao mikononi mwake. Ndio. Akazivunja chini ya mlima. Ndio. Akaitwaa ile ndama walioifanya. Akaitwaa ile ndama walioifanya. Akaitwaa ile ndama walioifanya. Akaichoma moto. Akaichoma moto. Akaisaga akaisaga hata ikawa mavumbi. Akainyunyuzia juu ya maji. Akawanywesha wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hali ya kawaida anakuja mtu tu, hatujui katokea wapi, si ndio? Anafika, anavunja labda kabati yako, anaichoma moto, majivu yake anaweka kwenye kikombe afa anakuambia kunywa. Unamtafsirije mtu wa namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Unamtafsirije mtu wa namna hiyo? Utamtafsiri kama ni katili sana, si ndio? Mkorofi sana, si ndio? Mtu ambaye pengine hakustahili kuishi. Na yawezekana ndio Waisraeli walipata kumtafsiri Musa. Wamekuta wamejichongea ndama yao, akaichoma moto, majivu yake akaweka kwenye maji, wakaanza kunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema Musa alikasirika, na kufanya hivyo ilikuwa ni amri ya Mungu. Zile amri 10 walizopewa wana wa Israeli: usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho chini duniani wala juu mbinguni. Anasema Mungu aabudiwe yeye na wala sio kingine. Bwana asifiwe sana. Kwa anakuta watu wamevunja ile amri na kujifanyia ile sanamu ya kuchonga, wanaabudu. Akajawa na hasira, akakasirika, akaichana, akachoma moto, majivu akawapa watu, wakaanza kunywa. Wakawa wamemtafsiri huyu ni mkorofi, wakawa wamemtafsiri huyu ni tatizo. Lakini maandiko yanasema huyu alikuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome Hesabu sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Kushi aliyokuwa amemuoa. Ndio. Maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Amina. Bwana akakasirika maneno yao.
Bwana akasikia maneno yao. Ndio. Basi huyo mtu huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Biblia inamtambua kama Musa alikuwa mpole kuliko wanadamu wote walio katika uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu mpole ndio aliyekasirika kwa wana wa Israeli wakati walipojifanyia sanamu ya kuchonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake maandiko yanatuambia kuwa mpole ndiyo sifa ambayo itatufanya tuweze kurithi ufalme wa mbingu, ambao ndio inatufanya kuitwa raia tutakao urithi ufalme wa mbingu. Kumbe mtu wa Mungu ni kuwa mpole katika kutetea haki, kuwa mnyenyekevu, usiwe mkali, kukubali kuumia kuliko kuumiza, lakini na kukubali matendo mazuri ya Mungu. Pamoja na kuwa mpole, usiwe mpole kupitiliza na kumwona mtu atenda dhambi eti mimi ni mpole tu. Unamwona mimi ni mpole tu, Biblia imetuambia tuwe wapole. Sio pole wa namna hiyo. Kukemea dhambi pale unapoiona, kukemea maovu pale unapoyaona. Huo ndio upole kwa misingi ya Biblia na kutufanya kuwa raia tutakao urithi ufalme wa mbingu. Haleluya. Sifa au tabia ya 4 mtu wa Mungu ni wale wanayetafuta haki kwa njaa na kiu. Maandiko yanasema heri walio na njaa ya haki, si ndio? Heri walio na kiu, maana hao ndio watakaurithi ufalme wa Mungu. Maana hao ndio watapata kibali, tiketi ya kuingia katika nchi ambayo Mungu anatamani tuishi. Sasa huwezi kuishi kama hauna kiu ya kuitafuta haki, hauna njaa ya kulitafuta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alisema heri wenye njaa, maana hao watashibishwa. Una njaa ya neno la Mungu, una kiu ya kumtafuta Mungu, atakushibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Heri walio na kiu, maana alisema yeye ndio maji ya uzima, maji ya uzima. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu, raia katika ufalme wa Mungu anatakiwa awe ni mwenye kutafuta haki kwa njaa na kiu. Tafuta haki kwa bidii, si kwa moyo nusu nusu. Na unakuwa wewe ni vuguvugu, wewe ni baridi, wewe ni joto, unakuwa na moyo nusu nusu. Ni kweli wewe ni mpole, lakini ndio kwanza unaanza kusengenya wenzako. Mimi alisema hivi, mimi mpole. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tunaona huyu mtu anayetafuta haki kwa njaa na kiu ni mtu mwenye tamaa na hamu ya kuishi kwa haki na kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu. Huyu ndio atakaye urithi ufalme wa mbingu. Tunaona mfano mzuri Daudi. Kuna kale kawimbo tunapenda ukaimba, kama ayala atafutavyo maji ya mto, Baba nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona ayala alivyokuwa na kiu ya kuyatamani kutafuta maji ya mto. Ndivyo neno la Mungu linasema tuwe na kiu ya kutafuta neno la Mungu kama ayala. Bwana Yesu asifiwe sana. Je,
Ni watu wenye kiu ya kuitafuta haki, ni watu wenye kiu ya kutafuta neno la Mungu, ni watu wenye kiu na kutaka kushibishwa kama maandiko yalivyosema, kwa sababu hao ndio watakaourithi ufalme wa Mungu. Manake ufalme wa Mungu kufika sio lele mama, watu wa Mungu. Inatakiwa tuwe na tabia hizo au sifa hizi ambazo zinatajwa, pamoja na kutafuta haki kwa kiu na njaa. Tusome hiyo Daudi 42:1 mpaka 2, nafahamika, si ndio? Ndio inamtaja Ayara alivyo na kiu ya kutamani na kutafuta maji ya mto. Lakini tusome Zaburi 19:12 mpaka 14. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Unitakase na mambo ya siri. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi. Yasinitawale mimi. Ndipo nitakapokuwa kamili. Ndipo nitakapokuwa kamili. Nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Nami nitakuwa safi, kamili na kuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Anaendelea mstari wa 14. 14. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Amen. Amina. Kwa tunaona alivyokuwa na kiu ya kumtafuta Mungu, alivyokuwa na kiu ya kutafuta uso wa Mungu. Hii ni sifa au tabia ya 4 ambayo raia anayetegemewa kurithi ufalme wa mbingu inatakiwa awe nayo. Lakini tunaona pia Paulo alipokuwa na kiu ya kutafuta uso wa Mungu. Tusome Wafilipi 3:7-15. Manake mtumishi wa Mungu, mambo yote aliyoona kama faida kwake yeye alihesabu kama hasara, na anatuambia aliona kama nini? Kama mavi, ili aupate uso wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aupate uso wa nani? Wa Kristo. Na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake limeshikwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukienda alitumia Biblia mbele kidogo imetumia neno mede. Bwana Yesu asifiwe sana. Mede maana yake ni kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufikia malengo. Yaani simami mpaka nimeona uso wa Bwana. Ndiyo maneno matakatifu yanatuambia kuitafuta haki kwa njaa na kiu. Watumishi wa Mungu, sifa hizi ndizo sifa ambazo zitatufanya sisi turithi ufalme wa mbingu. Ndizo sifa ambazo zitatufanya sisi kuwa raia katika kurithi ufalme wa mbingu. Ni kwa sababu ya muda, zipo sifa 8 na hapa tumegusa 4 tu. Niombe kipindi kijacho tutamalizia, lakini na kuangalia lazima ujue kuna faida gani ya kurithi ufalme wa mbingu. Huyu raia atakuwa na faida gani, si ndio? Inatakiwa tuje tuzione. Penginepo utakuwa unajua hapa hakuna faida. Faida zipo nyingi sana.